wa matawi ambao tumekutana leo hii kwa ajili ya kuazimia kama alivyotangulia kuzungumza mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mwenyekiti wa baraza la wazee wa Yanga Tanzania. Kikubwa ni kwamba sisi kama viongozi wa matawi tulichoazimia na tulichokubaliana, tuna uhitaji mkutano wa dharura. Mkutano wa dharura kama ilivyoelekeza katiba yetu kwenye ibara ya 22 kipengele cha 6 ambacho sisi ndio wahusika wakuu kwa maana ya wanachama, ndicho kitakachotupelekea kwenda kupata mustakabali wa hatima ya dabi ya Dar es Salaam. Sisi ndio wanachama. Young Africans ni klabu ya wanachama, si klabu ya kikundi cha watu au si klabu ya mtu, ni klabu ya wanachama. Na kwa mujibu wa katiba yetu, maamuzi ya mwisho ya klabu hii yanatolewa na wanachama wa Young Africans. Hayo ndio maamuzi ya mwisho. Tunaweza tukaielekeza kamati ya utendaji, tunaweza tukamwelekeza mtendaji mkuu, lakini atakayoazimiwa na mkutano wetu sisi wanachama, hakuna mtu mwingine yoyote atakayekwenda ni mpaka mkutano mwingine utakao kwenda kubatilisha kile tutakachokwenda kukiamua. Sasa zimetokea kadhia nyingi sana kwenye mpira wetu. Yapo malalamiko mengi, watu wanataka tupimane ubavu kwa maana ya kwamba nani mkubwa kwenye mpira wa nchi. Sasa sisi Young Africans tunakwenda kuyaamua ndani ya mkutano wa dharura. Tunakwenda kuyaamua kwa maana ya kwamba tunakwenda kukomesha uhuni kwenye mpira wa nchi. Tumesema uhuni kwa sababu uhuni hauwezi kuvumilika. Ni lazima watu wenye weledi, watu ambao wanafuata misingi ya kanuni, sheria za mpira wa taifa hili. Tunaposema uhuni hapana, maana yake tumedhamiria kukomesha uhuni huu. Haiwezekani klabu moja kwa utashi wake wakatoa taarifa usiku wa manane, alafu bodi kupitia kamati yao ya masaa 72 ikaja kuridhia jambo lile masaa mawili kabla ya mchezo kuchezwa. Huu ni uhuni ambao sisi Young Africans hatuwezi kuvumilia. Hatuwezi kuvumilia kwa sababu katika barua yetu ya mwanzo kabisa ambao viongozi wetu walitoa taarifa ya kutocheza tena dabi, ukiacha hii taarifa ya mwisho, ni kwamba hakukuwa na sababu zozote za kikanuni ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni zilizotengenezwa na vilabu na kusimamiwa na bodi ya ligi, ambayo ilielekeza mechi ile kufutwa. Kwa hiyo kama hakukuwa na kanuni, kilichofuta mechi ile ni uhuni ambao sisi Young African tunasema sasa basi. Tumerejea, yametoka matamko mengi, watu wengi wamesisitiza kutaka kujuzwa ni kanuni ipi iliyopelekea mechi ile kufutwa. Lakini kumekuwa na kigugumizi, kumekuwa na ngonjera nyingi, kumekuwa na mikwala mingi, kumekuwa na matamko mengi ya kibabe ambayo mwisho wa siku yote haya tunasema sisi ni uhuni kwenye mpira wetu. Sasa sisi mkutano mkuu wa dharura wa wanachama Young Africans tunakwenda kukomesha uhuni huu ambao mamlaka ya juu kabisa ya mpira wa nchi itakwenda kujua kwamba Young Africans wamesimamia misingi ya kanuni na sheria za mpira kama zinavyotaka. Sasa tunaposema kwamba tarehe 15 hatuchezi, tunamaanisha, maana yetu ni kutaka kutokomeza uhuni kwenye mpira wetu. Sasa upande wa pili ambao ndio wanufaika wa uhuni huu ambao tunaukataa, wanaimba, tunasikia ngonjera zao, tunasikia mapambio yao kwamba tunawakimbia. Cha kwanza kabisa, tunawatakia kila laheri, tukutane fainali ya CRDB ili tuwaonyeshe kwamba sisi ni wakubwa kwenye mpira wa nchi. Na tunawaambia, najua wanajipanga, najua wanasaidiwa kwenye mipango yao. Tumeona mechi nyingi sana wakisaidiwa,
tunawaambia hao wanaowabeba wawasaidie kwa kiwango ambacho wao wanaamini ni cha juu mno, lakini wakifika fainali ya CRDB tutawaonyesha kwamba sisi ndio wakubwa wa mpira kwenye taifa. Tunayazungumza haya kwa sababu klabu yetu Young Africans tulichagua viongozi sahihi, viongozi vijana. Mwenyezi Mungu ametujalia tumepata wadhamini, sponsors ambao wanaakisi ukubwa na uweledi wa viongozi wetu, wamewekeza kwenye timu. Leo hii kila kukicha watatafuta mchezaji huyu, watatafuta mchezaji huyu ili tu walinganishe na wale wachezaji bora ambao sisi tumewakusanya kwenye klabu yetu. Kwa hiyo sisi mtaji wetu kinachotufanya tutambe, kinachotufanya kwamba sisi tuwe mabingwa wa nchi kwa muda mwingi ni kwa sababu uongozi wetu umewekeza kwenye timu, ndivyo? Leo hii nchi ina Pacome mmoja tu, haiwezi kuwa na Pacome wawili. Nchi ina mwamba wa Lusaka mmoja tu ambaye iko Young Africans, ndivyo? Nchi ina Maxi Zengeli mmoja tu, hawawezi kuwa wawili, ndivyo? Nchi ina daktari wa mpira mmoja tu. Nchi ina screen protector mmoja tu. Mwisho wa siku hawa ninaowataja tumeona kuna baadhi ya mechi tumewakosa, lakini mwisho wa siku Young Africans imekwenda kukusanya pointi 3 na mpira mkubwa ambao kila Mtanzania leo hii anatamani kila weekend Young Africans icheze. Kwa hiyo hizi ngonjera, haya mapambio ambayo wao wanajinasibu, sisi tumewafunga wao mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye taifa hili. Sisi ndio mabingwa wa taifa hili mara nyingi kuliko klabu nyingine yoyote katika taifa hili. Hatujawahi kuwa na uoga wa kucheza na huyo anayejitamba. Siku yoyote, mwaka wowote, hatujawahi kuwa na uoga huo. Tukiwa na hali nzuri ya kifedha, tukiwa na hali mbaya ya kifedha, sisi sote ni mashuhuda. Naamini saa hizi wanatamba kwa sababu walishiriki kwenye ule uhuni ambao leo hii wanaimba mchana lakini usiku usingizi hawapati. Siku wakasema hawa tunacheza, itakuwaje? Sasa sisi tunawaambia wao ni mwembe wetu wa uani, tunawafunga tutakavyo, tunawafunga muda wowote. Ngoja tumalize jambo la kutokomeza uhuni kwenye mpira wa nchi hii, wao tutakutana nao. Lakini kama wana haraka ya kupata kichapo chetu, basi tukutane nao CRDB. Alafu baada ya hapo tuwaachie tena mlango wa kuendelea kuimba nyimbo zao za mapambio dhidi ya Young Africans. Sisi ni klabu kubwa na ukubwa wetu unaakisi katika kila engo katika taifa hili. Sisi ndo waasisi wa uhuru wa nchi hii. Sisi ndo waasisi na ndo tunaolinda amani ya nchi hii. Sasa ambacho tunawaambia wahuni wa mpira wasitujaribu. Wanakwenda kwenye uchaguzi mwezi wa 8, wasitake tuuharibu uchaguzi wao. Tunakwenda kwenye uchaguzi wa nchi mwezi wa 10, wasitake tuuharibu uchaguzi wa nchi. Tunahitaji tulinde amani. Amani inalindwa kwa wale tuliowapa dhamana ya kutuongoza kufuata kanuni, sheria na miongozo waliojiwekea kwenye kuongoza mpira wa nchi. Kwa hiyo na wahitaji wana Yanga nchi nzima, naamini hili tamko la mkoa wa Dar es Salaam, wajipange. Tumetoa siku 5 mpaka 7 kwa ajili ya kukusanya saini na namba na majina ya wanachama ambao ni wanachama hai ambao wanakizi matakwa ya katiba yetu. Watajiorodhesha, majina tutayachukua kwa maana yupo mratibu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ni mbobezi kwenye mambo haya. Tutapeleka barua yetu kwa katibu mkuu wa klabu yetu kwa maana mtendaji mkuu Andrew Mtine ili aipeleke kwenye kamati ya utendaji kuomba ili ombi letu ambalo sisi viongozi wa matawi kwenda kwa wanachama wetu tumelipeleka mbele yao. Tunauhitaji mkutano wa dharura ili tukakomeshe uhuni wa mpira katika taifa letu.